Bwana, nafahamu ya kwamba Tanzania, Afrika na dunia yote inafahamu kwa hapa nchini Tanzania kwamba wananchi Yanga ndio mabingwa wa kihistoria kwa hapa nchini kwetu, lakini kuna baadhi ya mambo ambayo yamewahi kutokea kwenye ligi kuu soka Tanzania bara ambayo wengi huwa hawayatilii mkazo, na ni timu chache sana ambazo huwa zinashindana na hivi vilabu viwili vya Simba na Yanga. Kwa miaka ya hivi karibuni amekuwa Azamu ndio mshindani mkubwa sana kwa vilabu hivi viwili, kwa maana Simba na Yanga. Lakini kitu ambacho haufahamu ni kwamba toka ligi kuu soka Tanzania bara imeanzishwa ni vilabu takribani 7 pekee ambavyo vimechukua ubingwa wa ligi kuu soka Tanzania bara, tofauti na hivi vilabu viwili ambavyo ni Simba pamoja na Yanga. Nitakukumbusha tu kwamba kwenye upande wa historia timu ya kwanza ambayo ilichukua ubingwa tofauti na Simba na Yanga ilikuwa ni timu moja ambayo inatoka hapa jijini Dar es Salaam, ambayo baada ya mwaka 1965 kuanzishwa kombe hili Simba ndiye aliyekuwa wa kwanza kuchukua, lakini mwaka uliofuata Simba huyo ndiye ambaye alichukua tena. Baada ya mwaka 66 Simba kuchukua, ya mwaka 67 alichukua Cosmopolitan ambaye ni timu kutoka hapa jijini Dar es Salaam iliyochukua ubingwa tofauti na Simba. Lakini pia kipindi hicho wananchi Yanga walikuwa hawakuwahi kuchukua kombe hilo. Miaka mitatu toka kombe hilo kuanzishwa, lakini wananchi walikuwa hawajawahi kuchukua. Kwa hiyo timu tofauti na Simba pamoja na Yanga ikachukua ambao ni Cosmopolitan. Baada ya hapo wananchi wakafululiza takribani mara 5 mfululizo kulichukua kombe hilo la ligi kuu soka Tanzania bara. Mwaka 1968, 1969, 1970, 71 pamoja na 72 ndipo bingwa wa kwanza kuchukua kombe la ligi kuu soka Tanzania bara Simba akarejea tena kwenye kuchukua ubingwa mwaka 73, na baada ya 73 Simba kuchukua 74 wakarudi tena wananchi. Baada ya mwaka 74 kuchukua wananchi ilifanyika tena kitendo kama kile ambacho kilifanyika huku mwanzo, kwa maana baada ya misimu miwili tu kuanzishwa kwa kombe hilo ilichukua timu tofauti na Simba na Yanga, ndipo ambapo ilichukua timu nyingine ambayo wengi mpaka sasa hivi ukiuliza iko wapi hawaifahamu wala hawajui. Timu hii ilikuwa ikifahamika kwa jina la Mseto Football Club. Klabu hii ilichukua mwaka 1975, na baada ya hapo sasa Simba wakaja kulipiza kisasi kikubwa kwa wananchi kama vile ambavyo walifanya toka mwaka 1968 mpaka 72 kuchukua mara 5 mfululizo. Simba na wao wakachukua takribani hizo mara 5 mfululizo mwaka 1976 mpaka mwaka 1980. Baada ya hapo wakachukua wananchi Yanga mwaka 81, na baada ya mwaka 1981 kuchukua wananchi ndipo tena ikaingia timu nyingine ambayo hiyo timu ni timu ya 3 kuchukua ubingwa tofauti na Simba na Yanga, ambayo inafahamika kwa jina la Pan Afrika, ambayo imechukua mwaka 1982. Hiyo ni timu ya 3 kuchukua ubingwa tofauti na Simba na Yanga ambazo zimezoeleka kupigana vijembe, lakini pia kupigana bwana vibao kwenye upande wa ubingwa. Na baada ya hapo 82 kuchukua, mwaka 1983 wakachukua wananchi Yanga. 84 bwana wakaja wakachukua Simba, 85 wakachukua Yanga, na baada ya hapo ikaja timu nyingine ya 4 kuchukua ubingwa tofauti na Simba na Yanga, na timu hii ilikuwa ikifahamika kama Tukuyu Stars, ndiyo iliyochukua ubingwa ya 4 tofauti na Simba na Yanga ambazo zimezoeleka kuchukua kwa muda mrefu. Mwaka 86, 87 wakachukua wananchi, 88 ikaingia timu nyingine takribani hiyo ni ya 5 sasa kuchukua ubingwa tofauti na Simba na Yanga ambazo zimezoeleka. Wanamangush Coastal Union wakachukua mwaka 1988, wananchi Yanga wakachukua 89, Simba 90 akachukua, huku wananchi tena wakafanya kufuru wakachukua mara 3 mfululizo, kwa maana wakaenda kuliweka kabatini kwao moja kwa moja mwaka 1991, 92 na 93. Na baada ya hapo Simba wao walitaka
kulipiza kile ambacho walikuwa wanataka kukifanya wananchi, lakini wakashindwa, wakaishia kwenye makombe mawili mfululizo kuchukua ubingwa wa ligi kuu soka Tanzania bara mara mbili, 94 na 95. Na hapo tena wananchi wakaja wakafanya kufuru, wakakirudia kile ambacho wamekifanya kwa misimu takribani miwili nyuma iliyopita, ambao walichukua mara 3 mfululizo, wakachukua tena mara 3 mfululizo, 96, 97 na 98 wakachukua tena ubingwa. Na baada ya wananchi sasa kuchukua, ndipo ambako alitokea bingwa mwingine ambaye yeye alivunja rekodi ya vilabu vingine vyote ambavyo vimewahi kuchukua ubingwa wa ligi kuu soka Tanzania bara, wakachukua mara 2 mfululizo. Nao si wengine ni Mtibwa Sugar ambao walichukua mwaka 1999 na mwaka 2000 wakachukua ubingwa wa ligi kuu soka Tanzania bara, na ni mara 2 mfululizo, tofauti na vilabu vingine vitano ambavyo nimevitaja huko nyuma ambavyo vimewahi kuchukua ubingwa vitaja hapo juu. Kwa hiyo mpaka hapo utagundua kwamba Mtibwa Sugar ndio timu ya kwanza kuchukua kombe hilo mara 2, tofauti na vilabu vingine ambavyo vimechukua, tofauti na Simba na Yanga 199 kwa maana 1999 na mwaka 2000 wakaiweka rekodi yao hiyo, kwa maana hiyo ni klabu ya 6 kuchukua ubingwa, tofauti na Simba na Yanga. Na baada ya hapo sasa, baada ya Mtibwa Sugar kuchukua, Simba wakalirudisha kwenye himaya yao mwaka 2001, lakini baada ya hapo sasa Yanga wakalichukua tena, ikawa sasa ni mwendo wa kupokezana mpira. Baada ya Yanga kuchukua, akachukua Simba tena wakaliweka kibindoni mwao kwa mara ya 2 mfululizo, 2003 na 2004. Na baada ya hapo wananchi wakawalipa tena kidali chao, wakachukua mwaka 2005 na 2006, 2007 wakarudisha wekundu wa Msimbazi Simba. Baada ya mwaka 2005 pamoja na 2006 kuchukua wananchi, ndipo Simba tena 2009 na 2010 walipolichukua tena kwa mara nyingine, na 2010-11 wananchi wakaja wakachukua tena, Simba 11-12 wakalichukua tena kombe hili. Na nikukumbushe tu, wakati Simba wanachukua kombe hili pamoja na Yanga, hapa katikati hapa kwenye 2009 mpaka 2012 kuna mafullback wawili wa timu zote mbili za Simba na Yanga wamewahi kuchukua MVP wa ligi kuu soka Tanzania bara. Na baada ya hapo 12-13 wananchi wakachukua tena, na baada ya kuchukua sasa wananchi, baada ya hapo ndipo ilipotokea tena klabu nyingine ambayo hiyo sasa ni ya 7, tofauti na Simba na Yanga kuchukua ubingwa wa ligi kuu soka Tanzania bara. Na wao walipanda daraja tu msimu huo, na wakaja wakafanya makubwa ndani ya msimu huo, wakachukua ligi kuu soka Tanzania bara, tofauti na vilabu hivi viwili. Na si mwingine ni mtu ambaye yuko na makazi yake katika ardhi ya Chamazi, huko anaitwa Kisewe, kwa maana ya Azam FC. Watoto wa Chamazi wanalamba hawa wakalichukua tena. Baada ya hapo 2014-15 mpaka 2017 wakachukua wananchi Yanga. Na baada ya hapo sasa kuchukua Yanga walipokezana sana mpaka msimu huu tunaona Yanga wanaitwa mabingwa wa kihistoria. Hizo ni timu 7 ambazo zimechukua ubingwa, tofauti na Simba na Yanga. Wewe kwa upande wako unadhani ni timu gani nyingine ambayo itakuja kuchukua ubingwa tofauti na Simba na Yanga? Ijalishi iko ligi kuu soka Tanzania bara au iko katika daraja gani? Unaiona ikija kutokea tena hiyo kwa mara nyingine baada ya hivyo vilabu 7 ambavyo vimefanya hivyo, kama ambavyo umeshuhudia hapo awali nilivyozungumza? VICA 7 vika 7 langu jina.